Ladies and gentlemen, hii ni Pepper Talk na mimi ni mchambuzi wako Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshaje? Karibu katika uchambuzi wa magazeti mbalimbali na magazeti karibu. Na leo tu nikwambie usikae mbali na runinga yako unapoanza kutazama Pepper Talk, maana kunguru wametengewa bajeti ya bilioni 18. Kunguru. Hebu kaa nami mpaka mwisho wa Pepper Talk. Nianze moja kwa moja na gazeti la Uhuru. Uhuru inasemaje? Habari ya kwanza, migogoro ardhi mfupa mgumu, wingi wa kero wamshtua Dr. Mwigulu, amtwisha zigo mawaziri mwanasheria mkuu wa serikali. Toe tu ushauri kwa serikali ishu ya migogoro ya ardhi. Unajua kina kwa geli nini ile una kata ardhi yako 20 kwa 20, alafu mwingine naye anakuja kwenye 20 kwa 20 anaingia na wewe kwako. Alafu baadaye mnaanza kuzozana, mnaanza kununiana. Kwa unakuta huo mtaa mzima huyu naye amejenga ukuta na wewe pia unaenda unajenga ukuta kwenye ukuta wako, kwenye karibu na ukuta wake. Wao pale mpakani kunakuwa na ukuta mawili hivi. Unagombana na mwingine ile sehemu ya wewe kuwekea geti, naye anaweka geti lake. Hakuna pa kutokea, umekaa katikati. Fanya mchezo nini? Alafu kuna watu wale wengine ambao wanaenda kwenye vile viwanja ambavyo viendelezwa au magofu, anakaa pale anajifanya anapiga simu, kumbe tu kiwanja chako kinauzwa. Basi serikali ingefunga kamera kwenye viwanja vyote ili kuepusha migogoro ya ardhi. Sasa mingine ile wafugaji, unakuta huyu kalima, huyu anafuga, huyu anataka alishe, huyu anataka akuze mazao. Na wale mimi dawa yao moja ingekuwa mimi ndo nalima kojele ng'ombe, naweka mazao ya plastiki. Ng'ombe wanakula plastiki. Sasa ndo ukute ng'ombe wenyewe nao ni wa AI wametumwa. Habari ya pili, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kiongozi asema watoto wasidekezwe. Baba naomba ice cream, chukua hela. Baba kwanza wasemagi baba. Kunajua kuna sisi tunaoitaga baba, kuna wale wanaitaga daddy. I need to go to the Mlimani City. Mlimani City, what do you need? I need just only 1 million. Milioni moja tu baba inanitosha. We sisi unasema tu baba ndio. Unaanza kushtuka mwenyewe hapo. Naomba 500 ya sabuni. Huwezi kuoga hivyo hivyo. Mchezo ni hakuna kudekezwa. Habari ya tatu, maafa ya mvua. TMA yafunguka. Sasa kipindi cha mvua, katika habari picha hapo unaona jeshi la uokozi, jeshi la zimamoto na uokoaji ikiwa imepakia watu kwenye vyombo vya uokoaji hivi. Na ni raha kweli unakuja kuokolewa kama ulikuwa hujawahi kupanda hata meli. Si unapanda kwenye haya maboti. Shida hivyo wapi? Shida ni kwamba upo hapo umelala zako asubuhi unajikuta unaelea. Mbona kwangu sipaone? Ni mwisho wa dunia nini? Kumbe ulijenga bondeni. Uliambia usihame bondeni. Au unaonaje ndugu wananchi? Huko mabondeni kila nyumba mtu apewe tu maboti awe nakaa nao ndani. Au usilale kwenye kitanda, ulale kwenye boti. Habari nyingine, baba adai mbele ya waziri mkuu kuibiwa pacha wake. Mwambie mheshimiwa Mwigulu kwamba hapana, mimi mke wangu alikuwa kabisa na watoto dabu, tulikuwa tunaona tumbo lilivyo. Mbona tulivyotoka Vanesi wanasema mtoto aliotoka mmoja yasema ni mkubwa, pengine alikuwa anajitanua. Ila Vanesi usikute hapo ukuta alimwambia mama wetu leo mwanao amefariki, lakini kuna mama hapa anakuja na mapacha, akufanya ultrasound vizuri, ilikuwa aoni. Mbona ultrasound ilikuwa inaonyesha na mtoto wapo wawili, sasa hivi napewa mtoto mmoja, imekuwaje? Ndio ile unakuwa afu baadaye unakutana na mtu mmefanana, alafu namuuliza jina muendani, anabaki mnaangaliana tu, kumbe tayari kuna watu walifanya yao wakati unazaliwa. Tunapinga hiyo habari. Habari katika gazeti la Nipashe. Unajua sisi wanaume tunapaswaga wanasemaga kumwagia mwanamke wako mihela. Mpe, sio kumpa, unamwagia mihela. Shwa! Mke wangu sivini na chukua hela. Sasa ona wao walichotulipizia. Mke amwagia mumewe petroli, amchoma moto. Jamani, kwani sisi tuliwaambia ni magari au sisi ni generator mpaka mtu mwagiage mapetroli? Shida ipo wapi? Wake zetu petroli, out of kila kitu tunawapa hela petroli. Jeshi la polisi huyo awajibishwe
Kwani tuliambiwa sisi tunahitaji kuwaka? Hata kama tunahitaji kuwaka ni kwenye kupendeza, sio kuwaka kwa ajili ya moto. Na mwagiwaje petroli? Na sasa hivi kitumwagia petroli aturudi nyumbani tulikuwa tunazurura. Zimetumwagia petroli wenyewe ili tukatembee. Habari kuu katika gazeti la Nipashe. Unajua kuna vitu vinatengwaga kwa ajili tunaona ni bajeti ya serikali kwa ajili ya barabara, bajeti ya kwa ajili ya nini, miradi. Sasa kuna mradi mwingine huu hapa. Kunguru tishio, bilioni 18 kutumika kuwaangamiza. Waliletwa wachache kama zawadi. Yaani sisi tuliletewa zawadi ya kunguru. Fukuza kunguru. Kunguru. Fukuza kunguru tukaletewa kama zawadi. Sasa wako milioni 1.8 na waliwahesabuje wa kunguru kama mnavyowaona. Na shida ya kunguru wale ni wale weusi ambao wanakusubiri siku unachambua maharage hawasogei. Siku unachambua nyama au samaki wamepita nayo, sisi ambao tunapikaga nje. Wageuka shida shambani, mifugo majumbani, watalii walia chakula chao. Tena watalii unaleta chakula cha watalii pale, wanashangaa let's pray for the food here in Tanzania. Wanafunga tumacho, wanafungua wanakutana na mabox na kitoto cha kunguru kikigusa tu wanaenda kuita kambi nzima. Mtakoma, wanakiwasha. Poleni sana kwa adha hiyo. Yes, mvua kubwa, mafuriko kila kona Mwanza. Poleni sana ndugu zetu wana Mwanza. Nanyi mnajisifiaga sana kwenye issue za mambo ya ziwa Victoria. Na sasa hivi usikute humo ndani kwenye haya maji kuna samaki. Tunaona watu wakiwa wamefoleni hapa. Kwa ajili ya kwenda kwenye sehemu maeneo ambao ni salama. Poleni sana ndugu zetu watu wa Mwanza, na tuishauri serikali kwenye hili ya miundombinu, boresha hayo miundombinu, madaraja na nini, lakini kama imeshindikana basi tuangalie namna gani tunaongeza lile ziwa liwe sehemu kubwa. Au kama tunaonaga kwenye movie yale unakuta manyumba yameshikiliwa hivi hapo juu, kwa hata maji yakija watu wanatumia boti. Poleni sana ndugu zetu wana Mwanza. Mtafanyaje sasa? Habari katika gazeti la Mwananchi, jinsi ya kulinda figo zako, vijana hatarini zaidi. Jinsi ya kulinda figo na sehemu kubwa ambayo inaharibu figo nasema ni matumizi makubwa ya soda, vinywaji vya kuongeza nguvu. Hapa kwenye kuongeza nguvu hapa, nyinyi vijana wadau, sehemu za Sinza na Tabata, sehemu za kuongezea nguvu kwa ajili ya naniliu, hapana, tunapinga. Vinywaji vikali. Kisha habari, unywaji wa maji nao unatajwa kuongeza. Madaktari, hadi unywaji wa maji. Kwa hiyo usipokunywa maji ni shida, na hapo ukinywa maji ukipitiliza ni shida, inaleta kwenye figo. Tunahitaji elimu, haki ya Mungu. Nunua gazeti lako la Mwananchi usome hiyo habari. Ni tishio kwa sababu ukinywa maji yakipitiliza shida ya figo, usipokunywa maji shida ya figo, ukinywa pombe hiyo ni shida ya figo, vile ya kuongeza nguvu shida ya figo, iPhone mpya ikitoka shida ya figo. iPhone ikitoka mtu anafikiria namna gani anabaki na figo moja aongeze uchumi wa iPhone. Habari Leo kuna habari inasema wizara yahadharisha. Kuna ongezeko, tunapewa maongezeko mengi sana, ongezeko la mvua, ongezeko la wazee, ongezeko la umaskini pengine au magonjwa fulani, lakini leo wizara yahadharisha ongezeko la wanene. Wanene mpo na shida ya unene. Wewe ukiwa unanenepa ujui kabisa kama unanenepa mpaka upite pale Karume au Kariakoo, unaambia wewe bigi hii hapa ya kwako hii. Unashangaa bonge la mbukta. Unaambia bigi nani? Unageuka nyuma kumbe ni wewe. Bigi. Ukiwa unanenepa ujijui. Shida ni kwamba hata Watanzania wenzetu nao wanatuchanganyaga. Utasikia siku hizi umekonda, unaanza unenepa. Utasikia siku hizi umenenepa, unaanza umaintain, unabaki katikati. Mbona siku hizi unenepa yale ukondi? Kuna shida gani? Sasa tufuate ipi? Tufuate ipi? Ongezeko la unene, tulinde afya zetu, tupige mazoezi. Habari za michezo. Habari za michezo na burudani. Tuanze moja kwa moja na gazeti la Mwana Spoti. Pacome fresh. Aiwai Azam FC kwa Mkapa. Kwani msiseme aiwai na nilio mechi ya ligi kuu. Nasema tu aiwai Azam. Ina maana Azam huanza kutishika.
Jobu, mambo magumu. Jobu, jina lenyewe ni Jobu, yani kazi, lazima mambo yawe magumu. Jobu, urudi salama, uponi haraka ndugu yangu, tukutane tena kwenye dabi. Ukutane na Loemba, afanye yake shwa. All the best. Mechi za siku ya leo, Singida pamoja na Simba saa 10 jioni, uwanja wa Airtel, kinawaka pale, kinaumana. Fanya mchezo nini? Yanga AC na Ufalme, michuano ya FA Cup. Mara ya mwisho kufungwa ilikuwa mwaka 2021 dhidi ya Simba mkoani Kigoma. Sasa kinaenda kuumana tena, lakini kocha wa Simba Baka haidi furaha akikabili Singida Black Star. Na Singida wanasemaga tu sisi kila mechi ni ushindi, lakini wakikutana na wenzao Yanga akiumanaga. Lakini hii ya Simba leo inaenda kuwa big win, na Aucho amerejea. Fanya mchezo nini? Hapa tunaona wachezaji wa Simba wakiwa kwenye mazoezi, tutaona leo. Yes, kumbuka ilikuwa ni Paper Talk na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Tuonane asubuhi ya kesho na mapema. Kumbuka usisahau kusubscribe, comment na kulike.